Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazipeperusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kuomba tu uchukue sekunde moja tu uponyeze batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia yeyote ambaye anatazama hii kanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapo chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Sijui hapa Tanzania kama kutakuwa na uwezekano wa Rais Samia Suluhu Hassan kuachwa kuongoza kwa amani. Tunapoenda hewani, rais ambaye alijichagua mwenyewe Samia Suluhu Hassan amepata pressure ya ghafla akiwa akiendelea na majukumu yake Ikulu, baada ya kiongozi mmoja kutoka chama tawala CCM kumruka na kuondoka katika chama cha CCM. Na huyu sio mwingine ila tu ni mwanasiasa maarufu Peter Musiwa. Peter Musiwa amejiondoa CCM kwa kusema ya kwamba mauaji yaliyotokea 29 Oktoba mwaka jana 2025 ndio yamesababisha yeye kuondoka katika chama cha Mapinduzi. Sasa hii inamaanisha ya kwamba mauaji kusaulika hapa Tanzania sio rahisi. Musiwa amejiondoa na ameingia katika chama cha upinzani ambacho ni cha Chadema. Kumaanisha chama hiki cha demokrasia na maendeleo hapa Tanzania kinaendelea kunawili ikilinganishwa na chama cha CCM, chama ambacho ni tawala sasa hivi, ambacho kinaendelea kupoteza umaarufu, kinaendelea kupoteza watu, kinaendelea kupoteza heshima kufuatia machafuko yaliyoshuhudiwa hapa Tanzania. Unajua, Samia Suluhu Hassan yeye alikuwa na self interest, yani masuala ya kujifaidisha yeye mwenyewe. Hakuangalia kufaidisha Watanzania, hakuangalia kufaidisha wana CCM, ila yeye mwenyewe ajichague, atangazwe kuwa rais, ajiapishe chini ya ulinzi mkali wa kijeshi. Hiyo ndio furaha yake. Lakini watu hapa Tanzania ni wengi ambao wako katika mrengo wa CCM ama chama tawala, lakini kufikia sasa wanashindwa ni kivipi watafanya, kwa sababu wamepata aibu kubwa. Kila wakati ni aibu, kila wakati ni aibu, wakati masuala ya uchafuzi ama maandamano ama mauaji yanazungumziwa hapa Tanzania. Sasa wanaendelea kuhama kutoka CCM wanaingia chama kingine. Peter Musiwa amejiunga na chama cha demokrasia na maendeleo hapa Tanzania ambacho kinaongozwa na Tundu Lissu ambaye amewekwa gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja, ni kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan ambaye analenga kujifaidisha yeye mwenyewe. Kwa hivyo sasa hivi Samia amepata pressure, anajiuliza maswali akiwa Ikulu. Inawezekanaje watu wanaendelea kumtoroka? Inawezekanaje umaarufu wa chama cha CCM unaendelea kudidimia kila wakati? Najua watu wengi ambao waliaga dunia hapa Tanzania wanajulikana. Kuna familia ambazo hazikupata miili ili kuizika. Hadi kufikia sasa haijulikani ilipo. Uongozi wa Samia Suluhu Hassan umekataliwa. Uongozi wa Samia Suluhu Hassan hauwezi kuleta mabadiliko hapa Tanzania. Uongozi wa Samia Suluhu Hassan ni wa kufikiria kila wakati. Uongozi wa Samia Suluhu Hassan unalaumiwa na Marekani. Uongozi wa Samia Suluhu Hassan unalaumiwa na bunge la Ulaya. Uongozi wa Samia Suluhu Hassan umekataliwa kukabidhiwa misaada na mataifa mengine. Ndio maana sasa hivi uchumi umeporomoka hapa Tanzania. Na uongozi wa Samia Suluhu Hassan umeruhusu ufisadi kukithiri. Niliona huyu ambaye anaitwa Pashite akijipiga kifua akisema kwamba wale ambao wanapiga kelele kuhusiana na rushwa ama ufisadi ni kwa sababu hawajaingia serikalini. Yeyote ambaye alikuwa anapinga
masuala ya ufisadi, akiingia kwa kiti ananyamaza. Kumaanisha yeyote ambaye anaingia kwa serikali, yeyote anaingia kwa uongozi, lazima atulie, kwa sababu ni kujihusisha kwa ufisadi. Kumaanisha wanaopiga kelele ni wale ambao hawajaingia kwa serikali. Akasema wakiingia kwa uongozi wanajawa na mafuta mdomoni, hawazungumzi. Njaa ndio inasababisha watu kupiga kelele kuhusiana na ufisadi. Hivi majuzi tuliona Samia Suluhu Hassan yeye akisema katika idara zile ambazo hazifanyi vizuri, taasisi za serikali, tutawataja majina wale ambao ni wahusika wa ufisadi ili waone aibu, lakini sio kuchukuliwa hatua kama mataifa mengine. Ukipatikana na rushwa, kupatikana umejihusisha na masuala ya ufisadi, unanyongwa. Lakini hapa Tanzania ni jina tu linasemwa ili lijulikane, na mtu anasema ya kwamba wacha tu jina lialipike, lakini ni kuna kitu kwa mfuko. Kumaanisha aliweza kuruhusu ufisadi kuendelea hapa Tanzania. Ndio maana hata yeye mwenyewe anajihusisha na masuala kama hayo. Unajua, yeye alisema ya kwamba bora ni haribu jina lakini nijenge mwili. Akaharibu, hakushinda uchaguzi, akajitangaza, akajiapisha, ni kuharibu jina, lakini yeye anaendelea na uongozi. Sasa hayo ndio yanaendelea katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa tumeshuhudia wengi wameanza kutoroka chama tawala, wanaingia vyama vingine vya mrengo wa upinzani. Kumaanisha Samia Suluhu Hassan yeye ni kupomoa CCM, ni kupomoa taifa la Tanzania, ni kupomoa viongozi ambao wanampinga, akiwemo Tundu Lissu ambaye amekaa gerezani zaidi ya mwaka mmoja. Sasa hivi ikifika mwaka 2030 kuna uwezekano usipate watu wengi wakiwa katika chama cha CCM. Wengi watatoroka, wengi hawataki aibu ndogo ndogo, wengi wanataka kuhakikisha ya kwamba wanalinda heshima zao kama mtu binafsi ambaye amejisimamia kwa siasa za hapa Tanzania. Hadi kufikia sasa serikali imenyamaza tu. Tuliona tume ya Jaji Chande ikisema watu 518 ndio waliweza kuaga dunia. Wale ambao waliweza kuzikwa akasema, na wale ambao hawakutambuliwa kuzikwa akasema. Ukiunganisha hiyo hesabu haileti 518, inaleta sijui 400 na kitu. Sasa ni hesabu ambayo walienda wakaandika ambayo haistahili, haifai. Yaani ni kutaka kuridhisha Watanzania kwamba wamefanya uchunguzi. Hakuna uchunguzi. Ile tume ya Jaji Chande ilichaguliwa ili kumsafisha Samia Suluhu Hassan, ili kuonekana kwamba wamefanya mabadiliko. Sasa ndio kama waliuawa hata mmoja, ni hatua gani imechukuliwa kufikia sasa? Hamna hata fidia ambayo imetolewa kwa familia zile ambazo zilipoteza wenzao. Kwa hivyo Samia Suluhu Hassan anaendelea kutorokwa, na Samia Suluhu Hassan amepitia mengi na ataendelea kuyapitia mengi na bado. What do you think? Kulingana na wewe Mtanzania mwenzangu, hii ni nini ambacho kinaendelea hapa Tanzania? Naomba kutamatishia hapo, tukutane kwa kanda ambayo nitaitengeneza baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho usubscribe na uwashe kengele ili tuendelee kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwa heri kwa sasa.